Hapa tuko kwenye kiwanda kipya cha uzalishaji wa chumvi. Tumewekeza katika uzalishaji wa chumvi ili kukidhi mahitaji ya nchi yetu, lakini pia kuitika wito wa taifa wa kuwekeza katika viwanda. Na tumefanya hivyo ili kukidhi mahitaji pia ya uhitaji wa chumvi katika nchi yetu. Lakini tulijilenga sana katika uzalishaji, kuwekeza katika uzalishaji wa chumvi ili kuwahami wazalishaji wadogo ambao siku zote wamekuwa wanapiga kelele kwamba chumvi yetu tunayozalisha hapa Tanzania haina soko. Kwa hiyo tukaona tuwekeze katika uzalishaji wa chumvi ili tufanye refinery, mwisho wa siku iweze kutumika kama ni matumizi ya binadamu. Na tumeleta kiwanda ambacho ni latest, kiwanda chenye mfumo wa kisasa kabisa, full computerized, na kinazalisha chumvi ambayo ina ubora wa kutosha. Sasa hivi ndo tumeanza, lakini tuna wasiwasi wa kutokuwa na raw material ya kutosha, kwa sababu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba hatupati season nzuri za kuzalisha chumvi ya kutosha ambayo inaweza kuwezesha hiki kiwanda kikafanya kazi ya kutosha. Kwa maana hiyo tunaiomba pia na serikali iangalie ni namna gani inaweza ikasapoti kwa upande wa kuruhusu kama tutakapokuwa tumetumia chumvi yote ya wazalishaji wadogo imepungua, basi tupate uwezeshwaji wa kuagiza chumvi pia raw material kutoka nje, kwa sababu viwanda vya chumvi mara nyingi hakitakiwi kusimama, na kikisimama kidogo basi mitambo inaharibika kutokana na corrosiveness ya material yenyewe. Kwa hali hiyo mpaka sasa hivi chumvi tunayozalisha ya mkoa wa Tanga ikizalishwa kwa maximum production rate ya wazalishaji wadogo wa mkoa wa Tanga, kiwanda hiki kinaweza kikatumia chumvi hiyo kwa miezi 2 mpaka 3. Kwa hali hiyo bado tuna uhitaji mkubwa, na kwa statistics ndogo tu ya soko ni kwamba soko liko kubwa la chumvi. Kwa hali hiyo mpaka sasa hivi tumeanza uzalishaji na imeonyesha matokeo mazuri, na hii chumvi iliyopa nyuma yangu ndio kidogo ya raw material tulio stock kwa ajili ya kuanza uzalishaji huo. Kwa hali hiyo tumejaribu pia kuomba serikali yetu kusudi tupate permit za kuimport raw material kutoka nje, kusudi kiwanda chetu kisije kikasimama wakati ambapo tunahitaji sasa kukiendesha kwa ufanisi.